Nilikuwa ninapitia katika social media mbalimbali kutazama nini ambacho kinaendelea. Nimeona vitu vingi ikiwemo masuala yanayoendelea ya vita kati ya Iran, Marekani na wa Israel. Tuachane na simulizi hiyo ambayo itakuja kwa wakati wake. Moja ya jambo ambalo limenigusa lingine ni masuala ya afya ya uzazi. Na ikumbuke kwa wale ambao labda tufahamiani kwa namna moja ama nyingine, mimi ni mwandishi wa habari mbobezi pia katika eneo hili la masuala ya afya ya uzazi. Nimebahatika kuiona video clip hii ya huyu anaitwa Lucy Patrick, na ni mwandishi wa habari, na nimebahatika pia kumfahamu na kuona naye ana kwa ana kwa namna moja ama nyingine kwa miaka kadhaa ambayo ilipita, kiwa mkoani Mbeya na baadaye akahamia mkoa wa Iringa. Na katika video yake hii anaiomba serikali, haswa Wizara ya Afya, kufanya utafiti wa jambo ambalo linawakumba wanawake wengi baada ya kuchomwa sindano wakati wa swala zima la kujifungua, hasa kwa wale wanawake wanaojifungua kwa njia ya upasuaji ama Caesar kwa kitaalamu kama wanavyoita. Lucy Patrick, kabla ya video hii, jana tu aliweka kwenye ukurasa wake wa Facebook akieleza ama akiuliza kwamba kuna changamoto ambazo zinajitokeza kwa wanawake waliopata watoto kwa njia ya upasuaji ama operation wengine kama wanavyoita. Sasa aliweka picha ambayo inamuonyesha, na picha yenyewe ni hii hapa, ambayo inamuonyesha huyu mwanamke mjamzito akichomwa sindano mgongoni kama unavyotazama. Sasa sindano hii akauliza, mnajisikiaje wenzangu? Wenzake wanawake wengi wakatoa maoni mbalimbali, likiwemo swala zima la kwamba ni kama wanapoteza kumbukumbu baada ya jambo hilo. Na leo Lucy Patrick amejitoa muhanga. Mimi nasema amejitoa muhanga kwa sababu kwa nyakati ambazo tunazo, watu wengi wanaogopa kusema madhira yanayowapata ama kuigusa kwa namna moja ama nyingine serikali kuomba ushauri ama kutoa ushauri wao ama mawazo yao. Tujadili jambo hili, na kujadili kwake ni kwamba na mimi ninawaletea video hii muisikilize, na baada ya kusikiliza nafahamu kwamba kuna baadhi ya wataalamu wanaweza kutoa maoni yao kwamba nini kinaweza kufanyika, lakini mwandishi huyu ama muhanga huyu, kwa sababu si mwandishi wa habari tu, lakini pia huyu ni mama, huyu ni mwanamke ambaye pia amepata shida ambayo anahisi kwamba kutokana na sindano hiyo ambayo alikuwa amechomwa wakati wa kufanyiwa Caesar wakati wa kujifungua. Video yenyewe ni hii hapa, karibu tuisikilize. Hi guys, mambo. Sasa kuna kitu kimoja nataka nizungumzie siku ya leo. Jana kuna content moja niliposti kuhusiana na side effect au changamoto tunazokutana nazo wa mama ambao tumejifungua kwa kupitia operation na kwa kuchomwa ile sindano ya epidural huko mgongoni. Nikasema changamoto ambazo mimi kama mimi nimekutana nazo, ambayo kwanza ni kusahau. Guys, ninasahau. Yani when I say that I mean it. Yani ni kweli ninasahau. Lakini changamoto nyingine ambayo nakutana nayo ni kiuno na mgongo ni kama vimetenganishwa. Yani ukifua kidogo tu, hayo maumivu sio ya nchi hii. Nikaposti hiyo content, jamani. To be honest, kumbe unaweza ukajikuta kwamba unafikiri unapitia hilo changamoto ni wewe peke yako. A lot of people wanapitia hiki kitu. Watu wengi sana wanapitia hili tatizo. Sasa nikapata idea. Nikasema kama wanawake wengi sana tunapitia changamoto hii, tunaomba jamani, tunaomba
Wizara ya Afya, tunawaomba sana basi muweze kufanya hata tafiti, muweze kutafuta namna ya kuweza kutusaidia, kwa sababu ukweli ni kwamba mara baada ya kujifungua haturudi the same, hatubaki the same. Yani ndo kama hivyo, changamoto kama hizo unajikuta hauko sawa. Ukifanya kazi kidogo tu, yani wewe ni unaumwa, na wakati mwingine watu wengine wanakuwa hawakuelewi, wanasema haujaanza wewe kuzaa kwa operation, yamkini fanya mazoezi, you are too lazy and all that. Lakini ukweli ni kwamba we are not lazy. Ule uwezo wetu wa kufanya kazi kama mwanzoni kabla hatujafanyia operation sio huu tulionao sasa hivi. Tunapitia changamoto, tunapitia maumivu makali. Yani sometimes unaweza ukafua tu bila kukaa kwenye kiti, huwezi kufua ukiwa umeinama, you see. Ukifua nguo kiasi ni mgongo unauma, yani sijui nikwambieje. Unabaki tu umelala and all that. Yani huwezi kufanya vitu vingine. Kwa hiyo nilikuwa na wasihi wataalamu wetu wa afya, hebu jaribuni kuliangalia hii kwa namna moja au nyingine. Mnatusaidiaje? Kwa sababu kweli tatizo ni kubwa, na hata mkitaka kuamini hiyo, pitieni content ambayo nimeiweka jana. Nikauliza, jamani, wote mliopitia kikombe hiki mnaendeleaje huko mliko? Jamani, shuhuda za watu wengi zimeacha maumivu na makovu kwa watu wengi sana. Wanawake wengi tunapitia magumu, tunapitia maumivu. Please do something. Ni hayo tu. Asante. Baada ya kuisikiliza video hii, ninaomba sasa mtazamaji, unaweza ukatoa maoni yako. Hata kama wewe ni mwanaume, je, umewahi kusikia jambo kama hili? Na nini maoni yako kuhusiana na madhira haya ambayo wanawake ikiwemo Lucy Patrick ameyaeleza hapa, ikiwa ni pamoja na kupoteza kumbukumbu, lakini pia kwamba hawezi hata kufua bila kukaa kwenye kiti, kwa kuchuchumaa tu ama kuinama hawezi kwa uzuri akafua nguo kwa muda mrefu. Lakini anasema tatizo lilianza baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Nini mtazamo wako mtazamaji? Karibu.